So yeah, nakusalimu. Tunaendelea kujifunza na leo tutaenda kujifunza hicho kitu kilicholia hapo mara moja, kitu simple kizuri ambacho kitatusaidia tuendelee kupata ideas juu ya gitaa na tuendelee kupata mambo mengine mazuri. So mshiko wetu ni A shape. Kwa tutafanya tu so tunaposhika A shape waga lazima tutafute laza kwenye uzi namba moja. Unaacha hizi fret mbili zikiwa hazijashikwa na kitu chochote. Kwa unashika A shape pamoja na kidole kidogo, unafanya kitu cha namna hiyo. Unaanzia uzi namba 4. Sawa tu. Sawa tu. Sawa. Hapa zinalia uzi namba 4 na pamoja na namba 3. Ukizishusha ni hivi tu. Sawa. Ni rahisi sana. Kwa unafanya tu sawa. Hapo unashika C shape. Ni C shape. Kwa sawa. Kwa unafanya tu simple tu. Yaani hapa unazozipiga ni nyuzi tu namba 4 na namba 3 kwa kushusha chini. Petramu yako inapiga kwa kushuka chini. Kwa hiyo sawa. Yaani ni kitu rahisi sana na ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo ni unafanya tu ukifanya kwenye uzi namba 2 au kafanya kwenye uzi namba 1, zote ni sawa. Kwa sawa. Kwa hiyo utafanya tu sawa. Sawa. Yaani inaenda tu hivyo, ni rahisi sana. Ni rahisi sana 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 sana. Yaani ni rahisi mno. Kwa hiyo ni unafanya tu hivi. Kumbuka unaacha hizi flet mbili zikiwa hazijashikwa. Kwa hiyo unashika
hiki kidole kinashika kuanzia uzi namba 4 mpaka uzi wa kwanza, alafu unakuja kutafutia laza hapa kwenye uzi namba 1. Kwa hiyo unafanya sawa, step ya kwanza, alafu step ya pili sawa, sawa. Kwa step ya kwanza, ya pili, kwa hiyo unafanya sawa, unarudi tena unafanya tena kwa hapo ndo unashika sasa C shape ambayo hapa ni 4. Kwa hiyo ni 1, hii tunakuja hapa ni kwenye 4. Kwa 1 4 5. Kwa hiyo unaanza hapa ni 6 flat 6. Ndio hivyo unalia 6 hapo flat 6. Kwa hiyo unaanzia hapa kwenye 1 alafu 2 alafu 6 flat, hivyo inalia. Kwa hiyo inaenda tu hivyo, rahisi kabisa. Kwa hiyo unakuja tena tunaongezea kitu kimoja hapa, unafanya tu hivi so inaenda tu hivyo. Kwa hiyo hapa ni tunacheza octave au kench. So hapa tunafanya 1/3 alafu 2/4, 1/3 2/4. Kwa hiyo tutafanya 1/3 2/4. Kwa hiyo tunafanya 2, alafu naanzia hapo sawa. Sawa.
Kwa hiyo inalia tu hivyo. Sawa. Sawa. Kwa hiyo inaenda tu hivyo, ni rahisi kabisa, simple kabisa. Yaani solo nzuri, gitar, yaani mfumo ambaye ni rahisi, ambao utajifunza tu kwa haraka na utapata mwendo tu. Ni kazi sasa ibaki kwako wewe kupasha na kufanya vidole viendelee kustarehe. So unafanya tu. So pambana na mazoezi. Mazoezi ndo gita na gita ndo mazoezi. Tupashe sana, tuweke juhudi sana. Mzaha na mazoezi ni havifanani, ni vitu ambavyo viendani kabisa, wala haviwezi kukaa pamoja. Ukileta mzaha kwenye mazoezi, gita huwaga linakuacha, linakaa pembeni, unaendelea na mizaha yako ukiwa serious utaliita. So Mungu akubariki, Mungu akutunze, tuko pamoja sana, tuko pamoja sana. Zoezi ni muhimu, kwa hiyo pambana, fanya zoezi kubwa zuri ambazo wewe mwenyewe kile ambacho unakifanyia kazi unaelewa nini unachokifanya. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na zoezi kubwa sana zuri, lenye manufaa na impact kwenye gita lako. Usipende kufanya vitu ambavyo vinakupotezea muda. Ni sawa, muziki ni burudani na lazima tujiburudishe, lakini sasa jiburudishe basi kwa kiwango kilicho bora, kiwango kizuri. So God bless you. Tuko pamoja sana. Mungu akubariki sana.